Kwa miaka mingi majina ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi yamekuwa yakitajwa pamoja katika mjadala wa nani bora zaidi kuwahi kucheza soka. Lakini safari hii hakuna Ballon d'Or, hakuna rekodi wala ushindani wa uwanjani. Ronaldo amemfikia Messi katika wakati ambao mpinzani wake anapitia kipindi kigumu zaidi cha maisha yake. Baada ya kifo cha baba yake mzazi George Messi, Ronaldo ametuma ujumbe wa pole kwa familia ya nyota huyo wa Argentina. George alifariki akiwa na miaka 68 baada ya kupitia changamoto za kiafya. Ujumbe wa Ronaldo ulikuwa mfupi lakini wenye uzito mkubwa. Kupitia mtandao wa kijamii, star huyo wa Ureno alimwandikia Messi, "A huge hug to you and you was in these tough times. Leo, much strength." Kwa tafsiri ya Kiswahili, Ronaldo alimwambia Messi kwamba anamtumia kumbatio kubwa yeye pamoja na familia yake katika kipindi hiki kigumu, huku akimtakia awe na nguvu. Maneno hayo yana uzito zaidi yakizingatia historia ya wawili hawa. Kwa zaidi ya muongo mmoja, Ronaldo na Messi walikuwa wapinzani wakubwa katika soka la dunia, hasa wakati Ronaldo akiwa Real Madrid na Messi akiwa Barcelona. Walipambana kwenye El Clasico, wakavunja rekodi, wakashinda mataji na kutawala mjadala wa wachezaji bora duniani. Lakini nje ya uwanja, ushindani wao mara nyingi uliambatana na heshima ya kitaalamu. Kwa Messi, George hakuwa baba tu, alikuwa pia mmoja wa watu muhimu zaidi katika safari yake ya soka, akifanya kazi kama mwakilishi wake na kuwa sehemu ya maamuzi muhimu yaliyomsaidia mwanaye kufikia kiwango cha juu. George alimsindikiza Lionel katika hatua zake za mwanzo za safari ya Barcelona na akaendelea kusimamia mambo mengi ya kazi yake kwa miaka mingi. Na pengine uzito wa msiba huu ulionekana wazi zaidi wakati wa kombe la dunia 2026. Messi alikuwa amefichua baada ya mchezo mmoja kwamba alikuwa akipitia kipindi kigumu binafsi ambacho hakikuhusiana na soka. Baadaye katika ujumbe wake wa kuaga baba yake, Messi alieleza namna George alikuwa sehemu ya maisha yake na jinsi alivyomshawishi kucheza kombe la dunia. Hivyo, ujumbe wa Ronaldo haukuwa tu salamu ya mwanasoka kwa mwanasoka mwenzake. Ulikuwa ujumbe wa mtu aliyemwelewa mwenzake katika upande ambao mashabiki hawaoni mara nyingi, upande wa familia, maumivu na kupoteza mzazi. Ronaldo mwenyewe alifahamu maana ya kumpoteza mzazi baada ya kumpoteza baba yake, Jose Diniz Aveiro, mwaka 2005. Ndio maana picha hii imebeba ujumbe mkubwa kuliko maneno yake machache. Wakati dunia imezoea kuwaona Ronaldo na Messi wakipigana kwa rekodi na mataji, safari hii mmoja amesimama pembeni ya mwenzake katika maumivu. Ni ukumbusho kwamba kabla ya kuwa Ronaldo au Messi, Ballon d'Or au mabingwa wa dunia, wao ni binadamu wenye familia na hisia. Na kwa Messi, safari ya kuomboleza imeanza katika kipindi ambacho bado hajatoa uhakika kamili kuhusu mustakabali wake wa soka. Katika ujumbe wake wa kumwaga baba yake, Messi alisema hajui maisha yataendaje bila George, na akaacha wazi kuwa anajiuliza kama ataendelea kucheza kwa muda mrefu. Hivyo ujumbe wa Ronaldo unakuja wakati ambao Messi hahitaji mpinzani, anahitaji nguvu, familia na watu wanaomwelewa. Mwisho wa yote, historia inaweza kuwakumbuka Ronaldo na Messi kwa rekodi, mabao na ushindani wao mkubwa, lakini nyakati kama hizi huonyesha upinzani mwingine wa urithi wao. Rivalry inaweza kuisha uwanjani, lakini heshima ya kibinadamu hubaki. Na katika siku ambayo Messi amempoteza mtu aliyekuwa nguzo muhimu ya maisha na safari yake ya soka, Ronaldo ameweka ushindani pembeni na kusema kwa kifupi, leo uwe na nguvu. Mimi ni Ino TZA.